Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Karibu kwenye kipindi chetu cha Usichokijua, na leo tutazungumzia kuhusu historia ya Stab, paka aliyekuwa meya wa mji. Fikiria uishi katika mji ambao rais wake ama kiongozi anayesimamia watu ni mnyama. Stab ni nani? Stab ni paka aliyezaliwa jijini Talkeetna huko Alaska. Akaokotwa na mkazi wa hapo na kumhifadhi kwenye duka lake, ambako ilimfanya paka huyu ajulikane na watu wengi kwenye kijiji hicho kidogo huko Alaska. Cheo la umeya. Mwezi April mwaka 97, kwenye jiji liitwalo Talkeetna huko Alaska, USA, wakazi wa kijiji hicho walitakiwa kuwa na kiongozi mwenye madaraka sawa na umeya, ila hakukupatikana mwenye kukizi vigezo walivyovihitaji wakazi wa jiji hilo. Hivyo wakazi wa jiji hilo, kwa kuchoshwa na ufisadi wa viongozi ambao wangetakiwa kuwa nafasi hiyo, wakampeleka Stab ili hawe kiongozi wao. Cheo na madaraka ya Stab. Stab huyu paka, ofisi yake ilikuwa huko Nagle General Store, na alikuwa akitembelewa na watu wengi sana kutoka pande 4 za dunia ili kumuona na kujihakikishia madaraka yake, ambayo ilistua watu wengi walioangukia kwenye habari hiyo. Stab alikaa kwenye madaraka miaka 20 akiwa zake natulia kwenye duka la mlezi wake, na nafasi hiyo kuwa kama tupu kwa kipindi chote hicho. Kifo chake. Maisha ya Stab haikuwa tulivu wala pasipo ekaeka, na alikabiliwa na upinzani mzito, hata kufikia kukoswa na vifo vya risasi na kukoswa kuuawa na mbwa waliokuwa natumwa ili kumwangamiza. Kama ilivyoripotiwa Septemba mwaka 2013, alishambuliwa na mbwa mkali na kupata majeraha. Akapelekwa hospitalini na akarudi kazini akiwa mwenye afya njema kabisa. Mnamo Julai mwaka 2017, meya huyu Stab alifariki dunia, akiacha nyuma yake urithi wa mshangao na historia inayofunza watu kuhusu kuzingatia uongozi bora. Stab, ambaye alichukua madaraka akiwa mdogo sana, alitumikia madaraka yake kwa muda mrefu kabisa, huku akipewa sifa ya kuwa meya ambaye hajawahi dhulumu haki ya mtu wala kula rushwa katika jiji lao. Tumalizie kusema kwamba mtu sio mnyama na mnyama sio mtu, ila kwa wakazi wa Alaska ilikuwa ni bora mnyama kuliko mtu akae kwenye madaraka. Hivyo maisha ya Stab ni funzo kubwa kwa viongozi wanaoshikilia madaraka na kuendesha madaraka yao vibaya. Je, ungelihitaji kujua stori nyingi zaidi kuhusiana na wanyama ambao wameshawahi kuwa viongozi kutokana na wanadamu kuwa viongozi wabaya? Basi ujiunge pamoja na kipindi chetu cha Usichokijua kwenye Kasako TV. Mtangazaji wako ni Abili Sweliam Malik. Karibu. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.